Malizone. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari na mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alikuwa ni mwajiriwa, Danieli alikuwa ni mfanyakazi. Danieli akapata sifa kwa sababu alikuwa mwaminifu. Aliaminiwa na Dario, aliaminiwa na mkuu wa nchi kwa sababu Danieli alikuwa ni mwaminifu. Kwa kila mtu ukiwa ni mfanyakazi, hakikisha kabla hujatafuta kuaminiwa na Mungu, Mungu anapima viwango vyako vya uaminifu ili aweze kukuamini. Lazima kama mfanyakazi pia kazini kwako, kwa mwajiri wako, kwa mkuu wako wa kazi, jenga mazingira ya kuaminiwa, hasa wewe ambaye umeokoka kama vile ilivyokuwa kwa Danieli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukipewa nafasi kanisani, wewe pia umeaminiwa. Haleluya. Haleluya. Umepata hiyo nafasi kwa kuchaguliwa, au umepata nafasi kwa kuteuliwa? Waliokuchagua au waliokuteua wamekuamini. Tuko pamoja? Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake. Timotheo wa pili sura ya 2 15. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo mtume ndiye aliyemweka Timotheo kwa kiongozi, kwa mchungaji wa kanisa hilo la Efeso. Anamhusia Timotheo, anamwambia jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Ni Paulo mtume amemweka katika nafasi, lakini anamhusia, anamwambia jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Ajitahidi kujionyesha kwa nani? Ajitahidi kujionyesha kwa watu. Ajitahidi kujionyesha kwa kanisa. Ajitahidi kujionyesha kwa watu, ili watu wasije wakafikiri kwamba nafasi uliopewa ya kuongoza umepewa isivyo stahili, lakini jionyeshe kwamba umekubaliwa. Haleluya. Haleluya. Jionyeshe kwa, si kwamba nilipewa na mtume Paulo, si kwamba tu nimechaguliwa, lakini nimekubaliwa na Mungu. Haleluya. Ukiwa umechaguliwa kwa kula kiongozi, ukawa kiongozi, ukiwa umeteuliwa ukawa kiongozi, wewe umekubaliwa na Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa usifikiri kwamba kuchaguliwa au kuteuliwa ya kwamba umepewa tu. Ukipewa nafasi yoyote, waonyeshe watu waliokuchagua, waonyeshe watu waliokuteua ya kwamba nafasi hii si kwamba tu nimechaguliwa na watu, lakini nafasi nimeipata kwa sababu nimekubaliwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwaonyeshe watu wakuamini,
wasema nafasi hii mtu tuliyemchagua, kiongozi huyu wa idara tuliyemchagua, tunamkubali, anakubalika. Usiwaangushe wale waliokuchagua, usiwaangushe waliokuteua. Jionyeshe, jitahidi. Haleluya! Kukubalika ni kujitahidi. Ili watu wakukubali, lazima ujitahidi kujionyesha kwamba mimi nimekubaliwa na Mungu, nafasi nimepewa na Mungu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Kuaminiwa hakuji tu hivi hivi kwa bahati, yaani natokea tu mtu anaaminiwa. Mtu kuaminiwa, kuna sababu za mtu kuaminiwa. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Sababu za mtu kuaminiwa, sababu za mtu kuaminiwa. Ili mtu akuamini, sababu ya kwanza ambayo nimezungumzia sana ni uaminifu. Sababu ya kwanza ni uaminifu. Mtu aliye mwaminifu ni rahisi kuaminiwa. Mazingira ambayo tunapaswa kuwa waaminifu ni kama haya yafuatayo. Uaminifu katika usemi. Andika hiyo. Uaminifu katika usemi au katika kauli. Ya kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Hivyo mashemasi na wawe wastahili, si wenye kauli mbili. Wasiwe mashemasi na wawe wastahili, si wenye kauli mbili. Si wenye kauli mbili. Mtu aliye na kauli mbili, huyo sio mwaminifu katika usemi. Uaminifu wa kwanza wa mtu unapimwa katika kauli. Unavyoongea. Sio mtu anayebadilika badilika. Ukiwa ni mzazi, ukiwa na kauli zinazobadilika badilika, asubuhi umeongea hivi, mchana umeongea jambo hilo hilo, umeongea tofauti, unapoteza sifa ya kuaminiwa pale nyumbani na watoto wa wanafamilia. Lazima uwe mkweli katika kauli yako. Haleluya, haleluya. Lazima uwe mkweli. Ukitaka kuaminiwa katika familia, ukitaka kuaminiwa mahali popote, cha kwanza uwe mwaminifu katika kauli zako. Usiwe mtu wa ndimi mbili, usiwe mtu unaogeuka geuka, unaongea hivi, unaongea hivi. Mwanamke unaongea hivi, unaongea hivi. Mwanaume unaongea hivi, unaongea hivi, unageuka geuka. Ukiwa na kauli mbili, ni mtu ambaye unageuka geuka katika usemi, watu wanakutilia mashaka, watashindwa kukuamini. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Kwa hiyo tutafute, ili watu watuamini mahali popote, tutafute kuwa waaminifu katika kauli zetu, katika usemi. Tuwe wa kweli, tusiwe waongo, tusiwadanganye watoto, usiwadanganye na waongoza. Kiongozi utakiwa kuwa na kauli mbili.
kiongozi lazima unyooke. Kama uliongea hivi, basi kauli yako ibaki kwa ile ile, usionekane kiongozi uliye muongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Usigeuke. Watu watashindwa kukuamini kwa sababu huyu leo ameongea hivi, kesho atageuka. Uaminifu wa pili unapimwa, uaminifu unapimwa katika muda. Katika muda. Bwana asifiwe. Uwe mwaminifu katika muda. Uaminifu wa mtu, ili mtu aaminiwe, anakaguliwa pia katika muda. Watu wengi tunashindwa kuaminiwa kwa sababu sio waaminifu kwenye eneo la muda. Haleluya. Haleluya. Binti, unaweza usiaminiwe nyumbani na wazazi kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwenye muda. Mke, unaweza usiaminike na mumeo kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwenye muda. Unaweza ukajali kuwa mwaminifu kanisani, lakini hujali kuwa mwaminifu nyumbani. Hujali kuwa mwaminifu kazini. Hujali kuwa mwaminifu kwenye muda kwa mkeo, kwa mumeo. Muda wako haueleweki. Uaminifu wa mtu unapimwa kwenye muda pia. Haleluya. Unaweza ukajiuliza, huyu anashindwaje kuniamini? Huwezi ukaaminika hivi hivi. Kuaminiwa kwa mtu tunakagua na kwenye muda pia. Ni jinsi gani ana nidhamu kwenye matumizi ya muda. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukatoka nyumbani ukaja kwenye ibada kama hivi. Umekuja kwenye ibada, umetoka nyumbani saa ngapi? Lakini tunamaliza ibada saa 12. Saa 12:15. Unamaliza ibada saa 12:15, saa 12 kamili. Unamaliza ibada, wakati wako wa kufika nyumbani, muda wa kutembea kwenda nyumbani unafahamika mpaka ufike ni dakika 10, utakuwa umefika. Lakini kwa sababu ya mtu kutokuwa mwaminifu kwenye muda, hana muda maalumu wa kufika nyumbani, ni muda wote anafika. Ni mwanamke atafika muda wote. Ibada mumemaliza saa ngapi? Ibada imeisha saa 12. Ibada ya Jumapili imeisha saa ngapi? Imeisha saa 12. Utamkuta mtu anafika nyumbani saa 11. Kulikuwa na kikao? Hamna kikao. Mume pengine hajaokoka, yuko nyumbani anasubiri asongewe ugali na mke wake. Ibada imeisha saa 7 na mume anajua pale ibada inaisha saa 7. Mke wangu akichelewa sana, akichelewa saa 8:15, hapo ukachelewa. Lakini ibada imeisha saa 7, alitakiwa afike saa 8. Hatafika nyumbani saa 8:15, atafika nyumbani saa 11, atafika nyumbani saa 12:15. Ulikuwa hapa, sasa ulikuwa kanisani. Unataka mume akuamini? Hawezi kuamini. Tia muda, unapoteza imani kwa mume wako. Unatafuta mume akuamini, hata kuamini kwa sababu amekukagua kwenye muda, sio mwaminifu. Haleluya. Bwana Yesu nakusaidie sana. Bwana Yesu nakusaidie sana. Sio mwaminifu kwenye muda. Hujali muda, huzingatii muda wa kuwepo kanisani, huzingatii muda wa kurudi nyumbani. Mtu anayetafuta kuwa mwaminifu, kuaminiwa, unataka kuaminiwa na Mungu, utatafuta kuaminiwa na mume wako kwanza kabla Mungu hajatafuta kukuamini. Haleluya.
Haleluya. Utashughulika na huku, utatafuta, lazima. Kwa nini mume wangu anakosa imani na mimi? Lakini kama muda wako utautumia vizuri, utaaminiwa tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna ndoa nyingi zinavurugika, watoto, mabinti, vijana wanapoteza imani kwa wazazi wao, kwa walezi wao nyumbani, kwa sababu sio waaminifu kwenye muda. Anaweza karudi nyumbani muda wote, saa 6 yeye anarudi tu. Ni binti muda wote anarudi nyumbani. Anataka wazazi, walezi wamwamini. Ukishakuwa na tabia ya kutokuwa mwaminifu kwenye muda, utawalaumu watu bure, mbona haniamini? Kwa nini? Kwa sababu muda, hauna nidhamu kwenye muda. Kijana yeyote akitaka aminiwe nyumbani, lazima muda wake wa kurudi nyumbani ueleweke, kwamba hapa tunajua ya kwamba leo ni Jumanne. Kwa vyovyote tu, ikifika saa 1, kabla ya saa 1 fulani tukameshafika tayari. Haleluya, haleluya, haleluya. Muda kurudi nyumbani, mimi nikitafuta, sitamlazimisha mke wangu aniamini. Nitatafuta, nitatengeneza mazingira ya yeye kuniamini. Lazima ajue muda wangu, muda wa mume wangu kufika nyumbani ni saa fulani. Isipofika muda huo, anachukua simu, anapiga. Kwa nini? Sio mazoea. Haleluya. Sio kawaida yangu. Anaelewa. Kwa ikifika mpaka saa 3 kasoro, saa 2:30 hajafika, napiga simu, kwa wapi mume wangu? Naomba niko na anamaliza kupiga simu, kwenye nishakaribia. Anamaliza na kata, mimi nishaingia nyumbani. Ajua ni dharura tumetokea. Lakini nina muda maalumu ili mume wangu aniamini. Asiniamini mimi kwa sababu ni mchungaji, aniamini mimi kwa sababu nimetengeneza mazingira ya kuaminiwa na mke wangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa kila mtu lazima kwenye eneo la muda, usipuuze muda. Kutokuaminiwa na mkewe, kutokuaminiwa na mume wako sio jambo zuri. Unakuwa kama mtumwa, unakosa uhuru kutembea. Kwa nini unakuwa kama mtumwa? Kwa sababu mwenyewe huna nidhamu kwenye muda. Wazazi wa kuamini. Haleluya, 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 haleluya. Kazini, eneo la muda linagusa maeneo yote, linagusa kazini pia. Uaminifu wa mtu kazini unapima na kwenye muda. Kuna watu hatujali kuwa waaminifu kwenye muda kwa kazini kwetu. Lazima bosi wangu kazini ajue kwamba huyu mpaka sasa hivi hajafika. Lazima kuna dharura tu, kuna tatizo limejitokeza. Na kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye eneo la muda, mawasiliano ni kitu cha muhimu sana kwenye eneo la muda. Mawasiliano. Kama kuna sababu yoyote ya kuto kufika mapema kwa muda uliozoeleka, toa taarifa. Haleluya, haleluya. Toa taarifa. Ni mwanamume, toa taarifa. Ni mke, toa taarifa. Usije kuona nimechelewa. Toa taarifa mapema. Ni kijana, toa taarifa. Leo nitachelewa kwa sababu hii na hii na hii. Ni binti, leo nitachelewa kwa sababu hii na hii na hii. Mawasiliano ni ya muhimu sana kwenye eneo la muda. Haleluya, haleluya. Kuto kufika kwenye eneo lako la ibada, kuto kufika kwenye zoni, lazima utoe mawasiliano yawepo. Usitokee tu umechelewa, hakuna mawasiliano yoyote. Mawasiliano lazima yawepo kwa viongozi wenzako. Msiponiona sababu ni hii, mawasiliano lazima yawepo. Nikichelewa sababu ni hii, ila nitajitahidi, nitakuja. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe.
aliyejenga mtu. Ukijenga tabia hiyo, ukijenga mwenendo huo, hata kwa Mungu atakuamini. Ukahaba kumbe hakuna. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio hivyo hivyo. Ukichelewa tu bila sababu zozote unatiliwa mashaka. Tuko wapi mpaka sasa hizi? Eneo la tatu la uaminifu wa mtu kwenye pesa. Kwenye pesa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 24 mstari wa 13 na 14. Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura 24 mstari wa 13 na 14. Soma upesi. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 24 mstari wa 13 na 14. Tunaangalia maeneo matatu ambayo uaminifu wa mtu unapimwa. Tumeanza kwenye kauli, tumekuja kwenye muda, sasa tunaangalia kwenye pesa. Hivyo mafundi wakafanya kazi yao, nao wakamaliza, wakasimamisha nyumba ya. Hebu soma tena. Hivyo mafundi wakafanya kazi yao. Ndio. Nao wakaimaliza, wakaisimamisha nyumba ya Mungu kama ilivyopasa. Wakaifanya imara. Nao walipokwisha wakaleta mbele ya mfalme na Yehoyada wakaleta mbele ya mfalme Yehoyada fedha iliyobaki. Ikafanyizwa kwao vyombo vya nyumba ya Bwana, vyombo vya utumishi navyo vya kutolea, ndio, na miiko na vyombo vya madhabahu na fedha. Wakati 18 mwisho. Malizia. Wakatoa sadaka za kuteketezwa katika nyumba ya Bwana daima siku zote za Yehoyada. Amen. Haleluya. Hapa Biblia inaeleza, imesema eneo la tatu ambalo uaminifu wa mtu unapimwa ni kwenye fedha. Hapa tunaona mafundi walipewa kazi, walipewa pesa, kwamba pesa hizi zifanye kazi hii. Wale mafundi walifanya ile kazi, wakafanya manunuzi, wakalipa vibarua. Pesa iliyokuwa imesalia wakairejesha. Haikuwa jambo rahisi. Haleluya. Haikuwa jambo rahisi. Wakarejesha. Eneo ambalo pia uaminifu wa mtu unapimwa ni kwenye fedha. Ukiwa kwenye ndoa, bado uaminifu wako unapimwa kwenye fedha. Ukiwa ni mwanaume hivyo hivyo, ukiwa ni mwanamke hivyo hivyo, uaminifu wako unapimwa kwenye eneo la fedha. Hawa mafundi walitumia fedha, walikuwa waaminifu kwenye fedha, wakafanya kila kitu. Kilichosalia wakakisalimisha, wakasema hii ndio pesa iliyobaki, ikafanya kazi nyingine. Bila sababu wakatengeneza hiki, wakatoa na zingine, wakatoa na sadaka. Kwenye fedha ni eneo gumu. Bwana asifiwe. Kwenye fedha ni eneo ambalo linapoteza uaminifu wa watu wengi. Kwenye fedha watu wengi, kwenye fedha tumepoteza uaminifu. Wanawake kwenye ndoa tumepoteza uaminifu kwenye fedha.
Wanaume tumepoteza uaminifu kwenye fedha. Wake zetu hawatuamini. Pesa zinapokwisha zinaishaje? Mwanamke ajui, anajua pesa imeingia, lakini inavyokwisha mke hajui imeishaje. Anaambiwa tu ilishaisha. Bwana Yesu namsifiwe sana. Imekwisha, hajaona chochote kilichonunuliwa. Kwa hiyo mkiwa na tabia ya namna hiyo, kama sio mwaminifu kwenye fedha, ni mume upo katika ndoa, mke wako hata kuamini. Pesa ukiingia tu fedha, anaweza kuzuia hata akasema wewe msimpe, nipeni mimi, ili mnaleta hela, ili mkileta na mimi niwepo. Anajua hii pesa hii ikipitia mikononi mwa mume wangu, hii pesa ndio basi, hakuna takachokuna chochote. Mke hawezi kuamini. Bwana Yesu namsifiwe sana. Hawezi kuamini hata kidogo. Si ndio gani? Tuko pamoja. Kata. Mke hata kuamini. Msikimi ndio mimi. Lazima hata kama wewe na hata kama mshahara unapokea wewe, lazima mke wako akuamini kwenye matumizi ya fedha. Ikiingia mikononi mwako, anajua pesa imeingia kwa mume wangu, imeingia mahali salama. Kwenye mikono salama, hana mashaka. Hakuulizi. Haleluya. Hata akipata fedha, anakuletea tu. Kama anavyoniletea mke wangu, akasema nimepata hizi za mtihani, hizi hapo hizi. Hawezi kuniuliza zimeishaje. Ndio mimi nimeshangaa. Najiulizaga sana. Sema mwanamke haulizaji pesa nimepata, nimezipata. Haulizi zimeishaje. Akipata, ila najua zikiingia hapa zipo kwenye mikono salama. Nina imani hata zitafanya, atafanya. Najua chochote atakachokifanya atafanya kitu cha uhakika. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Akipata mwanamke hampime wake ni za kwa sababu anajua hizi zikienda kwa baba hivi ndio imekwisha, hazitafanya chochote. Lakini mke akipata hela, anamwamini mume wake, pesa hizo hapo anaweka tu mezani. Kwenye mkoba anaenda tunachukua tu. Kwa nini? Mke anakuamini. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Isaka riziki ya kuamini. Anajua ukipata hela hana mashaka na wewe. Bwana Yesu nasifiwe. Wala ulizi umezifanyia nini? Ushawahi kuniuliza mimi hela umezifanyia nini? Haja kutokea. Zile hela umezifanyia nini? Lazima baba hana uwezo wa kuniuliza, ana uwezo wa kuniuliza umefanyia nini, lakini najua mume wangu ninapomwamini kwenye eneo la fedha, chochote alichokifanya amefanya kitu cha maana. Haleluya. Maana pesa zinakuwa za kwenu wote. Mke anachukua, mume anachukua. Mume anachukua, mke anachukua. Kila mmoja anamwamini mwenzake kwenye eneo la fedha. Bwana asifiwe. Haleluya. Usipokuwa mwaminifu ni mwanamke kwenye fedha, ndio unakutana na hela. Mama mmoja, baba mmoja alikuwa analalamika siku moja, anambia mchungaji, mimi nieleza tu wazi. Mimi huyu nagombana naye huyu mwanamke. Kosa lake moja alisema siku hiyo. Alisema nilimwachia shilingi 300,000 mimi nikasafiri.
za chakula. Alivyomwachia sasa, baada ya siku 6 akapiga simu akaambia zile pesa zimeisha, nitumie pesa nyingine ya chakula. Yeye baba akasema, mchungaji, tena alisema nijibu vibaya, niuma sana. 300,000 siku 6 zimeisha. Akasema hizi 300,000 hizi ndio za kumaliza matatizo yangu yote. Nitakwenda saluni, nitanunua sendo, nitanunua blauzi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Akapukutisha zote baada ya siku 6. Sasa mume wako anakuambia, mke wako anakuambia hela imeisha, naona watoto nyumbani, unafanyaje sasa? Utagoma kutuma? Utatuma tu. Sasa situmi kwa ajili yake tena. Lakini ndo unatuma. Leo ukituma bado unazituma, nazipokea yeye mwenyewe. Lakini si sawa ukiwa mwaminifu kwenye fedha mwanamke, ukiambiwa pesa hii ni ya chakula, uwe mwaminifu kwenye pesa ya chakula. Vinginevyo kuna emergency yote, mawasiliano yawepo, mume wangu, hii pesa ni ya chakula, lakini kuna kitu cha kipo, sio chakula. Atakwambia chakula. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Haleluya. Uaminifu kwenye eneo la fedha panapimwa. Watu wengi wameanguka kwenye fedha, walipojaribiwa kwenye fedha, uaminifu wao wakashindwa. Pesa ilipowekwa hapo, unafikiri mtu kasahau, kumbe mtu amekutega kwenye fedha, amekupa pesa, amekuzidishia change. Hapo pote panahitaji uaminifu. Change imezidi, umempa shilingi 10,000, umempa vitu vya shilingi 9,000, baada ya kurudishia 1,000 na kurudishia shilingi 9,000. Lazima urejeshe, amwambia hapana, change yangu mimi ni shilingi 1,000. Hii 9,000 hii ndio ya kwako. Watu wengine tunafeli, nasema ni Bwana ametenda. Bwana ametenda, na saa hiyo hiyo kufumba na kufumbua 9,000 ukishageuka tu umeshaimaliza matumizi na haitoshi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Nilikuwa naweka tu tangulizi kabla hatujakwenda kwenye eneo la mtu kuaminiwa na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Jumanne nitakwenda kwenye eneo la mtu kuaminiwa na Mungu. Mpaka Mungu akuamini, unatakiwa ufanye nini ili Mungu akuamini, akupe kitu cha thamani, akukabidhi? Haleluya. 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 Watu wengi tumeomba, tumefunga na kuomba, tumepandisha imani ili tupate kile tunachokitaka tupewe na Mungu. Hatujapewa. Sababu iko wapi? Hatujaaminiwa bado na Mungu. Sasa Jumanne ijayo, Ijumaa tuko na maombi hapa. Jumanne ijayo tutakwenda kuangalia sababu za mtu kuaminiwa na Mungu akakupa kitu cha thamani. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Kwa leo tuishie hapa na Mungu abariki sana. Amen. Simama. Mwenyezi Mungu Baba yetu, asante kwa jambo mazuri, asante kwa jambo mzuri ambao Mungu umetufundisha haya.
na maneno ya Bwana ambayo umesema nasi mchana wa leo ama jioni ya leo yakatufae, yakatubadilishe, na tukae watu wenye kuaminiwa kwenye jamii zetu, kwenye mazingira yetu, kwenye eneo la muda tukae waaminifu, kwenye eneo la kauli tukae waaminifu, kwenye eneo la fedha Bwana tukae waaminifu. Kila mmoja katika eneo lake akatende kwa uaminifu, akajionyeshe ya kuwa amekubaliwa. Asante Mungu wetu mwema, kwa sababu utatusaidia sote. Watoto wako na kabidhi mikononi mwako. Neema yako Kristo iwafunike wote katika jina la Yesu Kristo. Amen.